ambalo lilikuwa linahusu maisha ya maombi yenye nguvu. Somo hili lilikuwa na muda mrefu, ni zaidi ya miezi 3 sasa. Na Roho Mtakatifu ameniruhusu kwa sababu anataka sisi watoto wake tuwe na tabia ya maisha ya maombi. Maombi yawe ni tabia. Amen. Tumekuwa tukizungumza sifa za mtu wa maombi. Tuliangalia tukatazama sifa baadhi. Tuliangalia sifa moja hapo ya unyenyekevu, lakini pia tukaangalia sifa ya kuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Yule ambaye muombaji anatakiwa awe na sifa hiyo. Na leo pia tunaangalia sifa nyingine inahusu sifa ya bidii. Mwambie jirani yako, sifa ya mtu mwenye maisha ya maombi ni sifa ya bidii. Bidii ni sifa kuu katika maisha ya maombi. Maombi ndiyo yanayoipa nguvu katika Mkristo yote yule. Maombi ndiyo yanaachilia uhai ndani ya Mkristo. Na pasipo maombi, maisha yetu ya rohoni yanakuwa ni makavu, yanakosa uhai. Lakini si kila aina ya maombi ambayo yanaweza kuleta matokeo au yakazaa matunda ya rohoni. Ni maombi tu yale ambayo yanaambatana na bidii pamoja na udhabiti ndio ambayo yanaleta uweza kuzaa matunda ya roho. Mara nyingi watu wengi sana, hata Wakristo, wanapoanza huwa wanaanza kwa shauku kubwa mno ya maombi. Wanaanza kwa bidii hapo mwanzoni. Lakini wanapokutana na ushawishaji wa majibu, au wanakutana na vikwazo mbalimbali, au wanakutana na ukinzani wa namna moja au nyingine, au changamoto ya namna yote ile, huwa nguvu ya maombi inaanza kupungua kidogo kidogo, na mwishowe wanakata tamaa kabisa ya kuomba. Na wengine unakuta wanaomba mara moja tu, na baadaye wanaacha kuomba kana kwamba Mungu hasikii. Lakini Biblia inatufundisha, tukimwangalia Yesu ambaye anatuambia kwamba maombi sio tukio la mara moja tu. Sio kwamba leo naomba basi maisha. Maombi ni mtindo wa maisha ambao sisi wa Kristo tunapaswa kuomba kila siku. Ni sehemu ya maisha. Ndio maana Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Luka 18 mstari wa kwanza, Yesu ambaye anatupa mfano mzuri kabisa wa maombi, anasema imewapasa wanadamu kuomba bila kukata tamaa. Imewapasa wanadamu kuomba siku zote bila kukata tamaa. Na hivyo hata sisi sasa leo tunaalikwa kwamba tunapaswa kuomba. Na kwa hali hiyo sasa inaonyesha maombi ni mapambano ya roho ya kila siku. Si jambo jepesi. Kama vile ambavyo unaona mkulima anapoanza kupanda mbegu, anaiweka ile mbegu ndani ya ardhi. Halafu baadaye anaanza kuvumilia kidogo kidogo. Na yamkini baada ya siku kadhaa anaona baadhi ya zile mbegu zinaweza kuchipuka na zingine zimeanza kuharibika, hazijaota. Na anachukua tena uamuzi mwingine wa kwanza kurudishia baadhi ya mbegu. Na baadaye anachukua hatua hata kuanza kupalilia. Na wakati mwingine sasa unaamua kuweka na mbolea juu. Mpaka hata palisi la kwanza, palisi la pili. Na unaongeza hata mbolea ya kukuzia. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka pale anapovumilia, anapopata mavuno. Ndivyo ambavyo sasa Mkristo, maisha yetu ya maombi jinsi yalivyo, yanafananishwa na mkulima ambaye anapanda mbegu. Mara nyingi tunaweza tukaanza kuomba kwa ajili ya jambo fulani. Tunapokuwa tunaendelea na kutana majibu hayaonekani kwa wakati ambao sisi tunataka. Na kama vile mkulima ambavyo anaweza kuweka hata na mbolea, ndipo ambavyo hata sisi pia tunatakiwa hata wakati mwingine maombi yetu yawe jumuishe na nguvu ya kufunga na kuomba, ili tupate matokeo yaliyo mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ni mfumo wa maisha wa kila siku. Sio tukio la mara moja tu ambalo tutaomba leo na baadaye tutaacha. Kwa hiyo maombi ya bidii, maombi ya bidii ni nguvu ya ndani kabisa inayomsukuma Mkristo kuomba bila kukata tamaa, kwa sababu anajua Mungu anasikia, kwa sababu anajua Mungu anaona, kwa sababu anajua kwamba Mungu atajibu kwa wakati wake. Na ndipo sasa tunajifunza kwamba kama vile ambavyo unaona
moto unavyowaka bila kuzimika. Ndivyo ambavyo sasa kule bidii inavyowasha moto ndani ya Mkristo hautazimika, na moto huo utachoma kila vizuizi vyote vya maombi ambavyo vinavyokumisha mtu wa kawaida ambaye hana hiyo bidii. Huo moto wa ndani ya Mkristo utahakikisha umechoma kila ya vizuizi, na huo moto utafungua kila milango ya wanadamu iliyofungwa, lakini pia na kuleta matokeo ambayo yatampa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo moto wa maombi hiyo bidii, hata machibu yatakayotoka yatakuwa ni machibu yanampa Mungu utukufu na kisimu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bidii ni kitu muhimu sana. Tunapoanza kuomba hata sisi wenyewe wakati mwingine tunakosa bidii, ndio maana tunakata tamaa. Maana wakati mwingine kwenye mikesha wanakuja watu wachache tu. Ni kwa sababu ya bidii. Anasema Yesu, atakayenitafuta kwa bidii ndio atakayeniona. Bidii inapita ile hali ya kawaida. Nasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi tulivyokuwa, lakini aliomba kwa bidii. Imeongezeka neno bidii. Ile inapita kawaida ya kibinadamu. Pale unaona uchovu, lakini bado unajitia nguvu, unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutaangalia kwa maana ya kujifunza. Kumbuka tuko katika hatua ya kujifunza. Mtu mwenye sifa ya maombi, bidii. Sifa ya maombi, bidii. Yoyote yule ambaye anataka kuomba kwa maisha ya maombi lazima hawe na hii sifa ya bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bidii ni hali ya kuendelea kufanya jambo kwa uaminifu, kwa uvumilivu na udhabiti bila kukata tamaa. Ni hali ya kuendelea kufanya jambo kwa uaminifu, kwa uvumilivu na udhabiti bila kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yoyote haya lazima unakuwa kuna changamoto, unakuwa kuna vizuizi mbalimbali ya katika kuendelea hivyo, lakini sisi tunaendelea mbele kwa sababu tunaamini kwamba Mungu hata kama haoni bado anasikia. Hata kama sisi tunaona kwamba hatujapata majibu moja kwa moja, lakini Mungu anasikia, Mungu anaona, Mungu anajibu. Tunajifunza baadhi ya vipengele kwamba katika kipengele hiki cha bidii ni hali ya kuendelea kufanya jambo kwa uaminifu, uvumilivu na udhabiti bila kukata tamaa. Kuna kipengele cha tunajifunza ndani ya hiyo kipengele kikuu kwamba mtu mwenye bidii aishi kwa hisia bali kwa imani. Mtu mwenye bidii aishi kwa hisia bali kwa imani. Hisia zote katika wanadamu zinaweza kubadilika kulingana na mazingira. Mtu anapokuwa katika hali ya udhaifu au huzuni, kuna hali fulani ya kuweza kukata tamaa inaachiliwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo hali yake ya kusonga mbele katika maombi inaweza ikazofika na kuanza kukata tamaa. Lakini Biblia inatufundisha nini? Kwamba mtu mwenye moyo au mwenye bidii ya maombi, hata kama anakuwa katika hali ya udhaifu, yeye anasonga mbele. Ndipo sasa anaanza ndio anasiri zaidi kuomba kwa sababu anamwamini Mungu. Tukiangalia mfano mmoja, mfano wa Yesu Kristo, ukisoma katika Luka 22 na mstari wa 44, Biblia inatuambia katika siku hizo Yesu alipokuwa katika hali ya uchungu sana, na katika hali hiyo ndipo akazidi sana kuomba katika hali. Kumbuka Yesu alikuwa anaona mbele kuna kwenda msalabani, kuna kuzibeba dhambi za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hukumu ya kifo pale msalabani. Kwa pale Yesu alipokuwa amekaa alikuwa na uchungu kiasi ambacho Biblia inasema kiasi cha kufa, kiasi ambacho matone ya damu yalidondoka kwenye ardhi. Ilikuwa ni huzuni ambayo ile aloni imefika kiwango cha kawaida cha binadamu. Katika kisayansi wanasema hali unapokuwa na hali fulani ya huzuni sana kupita kawaida, huwa matone ya damu inakuwa kama ni tunaita jasho. Kwa hiyo kama matone yanabadilika kutoka hali ya kawaida ya jasho
inakuwa kama matone ya damu, kwa sababu mifupa na misuli ya damu ilipasuka kwa sababu ya huzuni aliyokuwa nayo. Lakini Biblia inatuambia bado Yesu alizidi sana kupiga magoti na kuomba. Kwa hiyo mtu mwenye bidii ya maombi hata katikati ya huzuni bado yeye atazidi kuomba. Katikati ya hali ngumu, katikati ya vikwazo, katikati ya changamoto, katikati ya kila namna ambayo inarudisha nyuma, ya ucheleweshaji wa majibu, bado yeye atarudi nyuma. Kwa sababu gani? Biblia inatuambia kwamba Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele. Yeye ni yule yule wakati wa huzuni, yeye ni yule yule wakati wa majaribu, yeye ni yule yule wakati wa furaha, yeye ni yule yule ukiwa katika hali nzuri. Habadiliki. Hatuachi kumuomba kwa sababu tuna huzuni, hatuachi kumuomba kwa sababu tuna furaha, kwa sababu Biblia inatuambia katika kitabu cha Ibrania 13:8 kwamba Yesu ni yule yule jana na leo hata milele, habadiliki. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mtu wa bidii yeye anaenda kwa imani, lakini haendi kwa hisia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuwa mtu yote mwenye bidii anafahamu kuwa maombi sio tukio bali mtindo wa maisha. Maombi hayafanyi tu kwa sababu huko katika wakati ambako unapitia kwenye shida. Unakuta sasa labda pengine tuko kwenye wakati fulani ngumu, uko katika ugonjwa, kuna kikwazo fulani, unasema jamani wapimbe tuombe, au kama taifa linataka kitu fulani, au wakati ule wa corona, basi kama taifa tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Maombi hayako hivyo. Maombi ni mtindo wa maisha. Tunaomba kila wakati, kila saa na wakati wote. Wakati wa huzuni tutaomba, wakati ambako sio bado tutaomba pia. Na hii lengo ni kutafuta uwepo wa Mungu ili uweze kudumu ndani yetu. Wathesalonike wa kwanza na ile sura ya 5 na mstari wa 17 inasema ombeni bila kukoma. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Biblia inajua kabisa kwamba kuna wakati ambako wewe ulio muumbaji unaweza ukafikia hatua ya kukoma. Lakini neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma. Tusiache kuomba, tuombe bila kukoma, na huu ndio mtindo wetu wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hata kama jibu linachelewa, moyo wake haupungui moto wa maombi. Hata kama jibu litachelewa, moyo wake haupungui nguvu ya maombi. Hata kama jibu litachelewa, moyo wake haupungui moto wa maombi. Biblia inatufundisha kwamba mtu mwenye bidii yeye hategemei muda, bali anategemea imani iliyo katika roho ya Mungu. Wengine wanapoanza kuomba wanakata tamaa, wanafika hatua kule hali ya kuendelea mbele inachoka. Lakini mtu mwenye tabia ya maombi anakuwa kama Ayubu. Ayubu anasema katika ile sura ya 13 mstari wa 8, anasema najua utaniua, nimekata tamaa, lakini hata hivyo nitaidhibitishia njia yangu mbele yako. Kwa maana nyingine, Ayubu unakumbuka kwamba alikuwa katika hali ambayo ni mbaya sana. Alijua kabisa kwamba hili pigo ni la Bwana, linatoka kwa Bwana. Na ndio maana akasema katika hiyo kusoma ile ya Ayubu 13 mstari wa 8, anasema najua utaniua, sio shetani. Alijua kwamba hili jaribu linatoka kwa Bwana. Lakini akasema hata hivyo nitaidhibitisha njia yangu mbele zako. Sitakukana kwa sababu ya majaribu haya yanayopita, hata kama yatanigharimu kifo, bado mimi nitasimama thabiti katika kukutumaini wewe. Kama unaona Ayubu ambaye alipita majaribu mengi sana. Kwa sasa hivi Ayubu tungesema ni mabilionea. Yule bilionea ndio ninawajua hapa duniani. Ayubu wakati huo alikuwa ni miongoni mwa watu. Kwa hiyo alikuwa na utajiri wa kila namna, lakini pia ni tofauti na mabilionea wengine. Yeye alikuwa anampenda Mungu. Kwa maana walipiga sema nikikupenda kuliko riziki zangu. Kwa maana nyingine ni kwamba muda alikuwa anampa Mungu pamoja na mali alizokuwa nazo zote, bado moyo wa ibada aliweka kwa Mungu kuliko kitu chochote kile. Lakini Mungu bado alitaka kumjaribu. Hata sisi katika nyakati bado tutajaribiwa. Kuna mazingira ambayo Mungu anataka kudhibitisha upendo wetu kwake. Je, tunampenda kweli? Kwa majaribu ni sehemu ya Mungu kutupima, au ni sehemu ya kuinuka hatua moja au nyingine. Kwa maana Ayubu alisema
najua utaniua, hata hivyo pamoja na yote bado mimi nitakutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba haurudi nyuma kwa sababu ya majaribu. Mtu yote mwenye maombi hataomba bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika kipindi cha majaribu ambako tunapita, hicho ndio kipindi pekee ambacho Mungu anakitumia kuweza kutufundisha, kuweza kututengenezea moyo wa subira, kuweza kututengenezea moyo wa uvumilivu, kuweza kututengenezea na kujenga imani iliyo thabiti ndani ya Mungu. Hakuna kipindi kingine chochote Mungu ajenge hiyo imani kipindi ambacho uko vizuri. Ajenge kipindi ambacho mambo yako shwari. Je, kipindi ambacho utafika hatua sasa utakuwa njia panda. Je, uko tayari kumfuata Yesu? Uko tayari kuendelea kuomba? Au utaomba tu kwa sababu ya zile nyakati ambazo ni nzuri? Hautamkana Yesu utakuta nyakati ngumu. Utasema kama vile hivyo mtu wa Ayubu. Anamwambia Ayubu, mkufuru ufe uende zako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatufundisha tusonge mbele. Mnamkumbuka yule mama Kanaani? Ukisoma katika ile Mathayo 15 na mstari wa 21 na 28, inatufundisha kitu kikubwa sana hapa. Biblia inasema kwamba yule mama Kanaani alikuwa anajua kwamba Yesu, kwa sababu alisikia habari zake, alipomwona anapita akamwambia, Bwana unirehemu, binti yangu amepigwa na pepo sana, naomba umsaidie. Yesu alipopita akamtazama tu, alisikia lakini hakusema kitu, akaendelea mbele. Bado yule mama akaendelea kupiga kelele, kupata sauti. Kwa mara nyingine yule mama aliendelea kupiga maombi, kufanya maombi hata pale mpaka alikuwa anaona Yesu hajamsikia. Hili kimetokea. Wanafunzi wake Yesu wakamfuata Bwana Yesu, wakamwambia, mwache huyu mama aende zake kwa sababu anatupigia kelele sisi. Hapo ndipo Yesu aliposema, Yesu mtumwa kati ya kundi waliopotea katika Israeli. Kumbe Yesu alikuwa anasikia, sio kwamba alikuwa mwenye kimya. Mara nyingi hata sisi wakati mwingine tulikuwa tunaomba, tunadhani kwamba Yesu anatusifia. Lakini ukweli ni kwamba Yesu anasikia, lakini anatutazama na kutuangalia. Je, tunampenda yeye kuliko hawa? Tunampenda yeye kuliko yule? Bwana Yesu asifiwe. Nini kilitokea sasa pale? Yule mwanamke bado akaendelea kupaza sauti, akamwambia, Bwana naomba ile, akapiga akaendelea kumsujudia. Kitu cha kuendelea kumsujudia tu, Yesu akatamka jambo, akamwambia, si vizuri kuwapa chakula cha watoto mbwa. Lakini neno huyu mwanamke akanatamata kama alivyojibiwa majibu mengine ambayo pengine wewe ungeweza kuvunja moyo. Wakasema sitaki tena. Bwana Yesu asifiwe. Kama nikimwambia sitaki tena kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kanisani sitaki tena kanisani. Kama ni kuomba sitaki tena kuomba. Lakini huyu mwanamke akasema, ni kweli Bwana, lakini hata Mungu anakula katika zile sehemu na makombo ambayo Bwana wake anatupia. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Nenda kwako kama imkatendewe kama unavyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Na yule binti akapona saa ile. Tunafundishwa kuwa na imani katika maombi yetu. Katika somo hili la maombi ni somo endelevu ambalo hatutaacha kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaacha kuomba. Na kuanzia sasa itakuwa ni kila siku hapa tunataka maombi, ili tukiishie tunayojifunza. Amen. Lakini pia tunajifunza kipengele B sasa. Katika maombi, bidii ni kushika imani yako mbele za Mungu hata kama jibu halijaonekana. Kumbuka tuko katika kipengele cha kwanza kile ambacho kinaonyesha, kinasema bidii ni hali ya kuendelea kufanya jambo kwa uaminifu, uvumilivu na udhabiti bila kukata tamaa. Ambacho tuliangalia kwamba mtu mwenye bidii aishi kwa hisia bali kwa imani. Lakini pia tukaangalia anafahamu kuwa maombi ni tukio, sio tukio bali mtindo wa maisha. Lakini pia tukaangalia kipengele cha tatu ndani ya kipengele hiko kwamba hata kama jibu litachelewa, lakini moyo wake bado hautapunguza moyo wa maombi. Moto hautapunguza moto wa maombi. Sasa twende kipengele B. Katika maombi, bidii ni kushikia imani yako mbele za Mungu. Kushikia imani yako mbele za Mungu hata kama majibu hayaonekana.
Bidii ni kushikilia imani yako mbele za Mungu hata kama majibu hako hayajaonekana. Maombi ni msimamo wa kiroho usiotetereka. Umeamua kuomba ni safari ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunajua kwamba Mungu anajibu kwa wakati wake. Kama vile Mhubiri anavyotuambia katika sura ya 3:11 ya kwamba Mungu ni Mungu wa majibu, anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo maombi ni maombi ambayo tunaomba hata kama pale tutakuta katika kuizia kwa yote, kwa sababu tunamwamini Mungu. Yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Hasahau, achelewi, bali ni Mungu anayejibu kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kipengele hiki tutaangalia maombi ya bidii hayategemei muda wa majibu, bali yanalenga uhusiano thabiti na Mungu. Maombi ya bidii hayategemei muda wa majibu, bali yanalenga uhusiano thabiti na Mungu. Mara nyingi watu wengi huwa tunaomba kwa sababu tunataka kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapeleka maombi yetu kwa sababu ya kitu. Lakini mtu mwenye bidii ya maombi anabadilisha maombi yake, badala ya kuenda kwa ajili ya kupata kitu, bali anakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutengeneza ile bidii, kwa ajili ya kutengeneza uhusiano wake na Mungu na ukaribu na Mungu. Kwa anakwenda mbele za Mungu si kwa sababu anataka Mungu amtendee kitu, bali kwa sababu anataka Mungu hawe karibu naye, aweze kujenga uhusiano wake, aweze kuwa karibu na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi mlikuwa kwenye mkesha Ijumaa, maombi yetu ambayo tulikuwa nayo yalikuwa ni maombi ya kuwa karibu na kuona na uwepo wa Mungu, lakini pia kuwa na ushirika binafsi na Roho Mtakatifu, lakini pia kuruhusu karama za Roho Mtakatifu ziweze kutenda kazi katika kanisa. Kwa hiyo mtu mwenye bidii ya maombi atahakikisha kwamba yeye uwepo wa Mungu unakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kitu cha pekee. Biblia inatuambia utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine ndipo mtakusishwa. Yesu alieleza kwamba maombi yetu kitu cha kwanza ni lazima yawe katika kutafuta uso wa Mungu na kutafuta uwepo wa Mungu kuliko mahitaji yetu mengine. Ndipo Mungu atakapohusika na mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama maombi yatachelewa, bado bidii itakufanya uendelee kufurahia uhusiano wako na Baba. Ile tu kuwa na mawasiliano na Baba, kuwa na ushirika na Baba, hata kama yale majibu umeomba yamechelewa, bado wewe utafurahia uhusiano binafsi na Baba. Tukimwangalia Danieli nikisoma katika sura ya 6, ule mstari wa 12 na 13, tunamwona Danieli wakati anaanza maombi hakuazimia kuomba kwa wiki 3. Yeye alianza kuomba katika siku ya kwanza. Biblia inatuambia kwamba baada ya siku majuma 3, yule malaika alikuwa ametumwa Gabrieli kuja kumpa majibu. Anasema, Danieli upendwaye sana. Unaona sasa mtu mwenye bidii anaitwa ni mtu apendwaye sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia tangu siku ya kwanza ulipotia akili kupiga magoti na kuomba, majibu yako yalijibiwa. Lakini huyo mkuu alikuwa akimsubiria. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa bidii inaweza kuvunja kila vizuizi na kila vizingiti katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamwona Danieli ambaye ni mfano mzuri. Hakukata tamaa, aliendelea kuomba mpaka pale majibu yalipotokea. Na sisi pia tuendelee kuomba kwa sababu Mungu atajibu tu kwa wakati wake. Tusikate tamaa, tuendelee kuomba mpaka jibu litapokuja. Kwa hiyo maombi ya bidii ni udhibitisho wa upendo na uhusiano wa kweli na Mungu, sio tu ile hamu ya kupata kitu. Lakini pia tunafundishwa pia bidii inamfanya muamini aendelee kuzungumza na Mungu kwa imani. Bidii inamfanya muamini aendelee kuzungumza na Mungu kwa imani, akiamini kwamba Mungu hawezi kuchelewa, bali ujibu kwa wakati wake, bali ujibu kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Kikawaida Mungu ana wakati wake ambao ni tofauti na wakati wa binadamu. Wakati wa Mungu unaitwa kairos katika lugha ya Kigiriki. Huo ni muda ambao ni tofauti kabisa na ule muda wa binadamu ambao unaitwa chronos katika lugha
ya Kigiriki. Ukimaana kwa ule muda wa kibinadamu, muda wetu sisi unaenda kwa majira ya kawaida, unahesabika kwa siku, unahesabika kwa saa, unahesabika kwa dakika, unahesabika kwa majira, unahesabika kwa majuma, hata kwa mwezi na mwaka. Majira ya kibinadamu huwa na namna moja inaitwa kuchelewa na kuwahi, lakini majira ya Mungu huwa ya majira ya Mungu hana huo muda. Kila jibu lake ni sahihi. Hakuna jibu la Mungu. Mungu akijibu anajibu kwa wakati wake sahihi. Yeye hawahi wala hachelewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba tukiamini kabisa kwamba Mungu ni mwaminifu na atajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo maombi ya bidii ni kama taa inayowasha kila siku, ambayo haitazimika mpaka pale maombi ya majibu yatapotoka au nuru ya mbinguni itapotufikia. Hatujaanza kuomba hata pale nuru itakuja, bado tutaendelea kuomba, kwa sababu maombi ni mtindo wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma kile kitabu cha Ibrania sura ya 4 ile kwa ule mstari wa 18 mpaka wa 21, tunamwona Ibrahimu, inatuambia habari za Ibrahimu. Bwana alimwambia Ibrahimu ya kwamba nilipo katika uzao wako nitakufanya kuwa kama mchanga wa bahari. Wakati anamwambia hivyo alikuwa na miaka kama 70 hivi. Lakini amekaa kipindi chote kile Ibrahimu haoni matumaini ya kuwa na mtoto. Bado neno la Mungu linatuambia Ibrahimu hakukata tamaa. Ibrahimu alipata mtoto ile hadi kutimia. Tena yeye ni mtoto mmoja tu, akiwa na miaka 100. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na miaka 100. Kwa hiyo Ibrahimu anafanyika kuwa mtu wa mfano sana katika imani yetu, katika hii habari ya bidii katika maombi. Na sisi tunatakiwa kuendelea kuomba, wala bila kumwazia Mungu kwamba Mungu ataweza. Ibrahimu ambaye ni baba yetu wa imani alizidi sana, hata pale mtu alipokuwa umechelewa sana, lakini bado aliendelea kumtumaini Mungu kwamba Mungu atakupatia mtoto, Mungu atajibu, kwa sababu Mungu si muongo, Mungu si mwanadamu. Na hata sisi pia tunapoanza kuomba tukaacha, tunakuwa kama wale watu ambao hawana bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mbinguni tutakuja kufananishwa na Ibrahimu ambaye amesimama na alipita katika nyakati ngumu kama tunavyopita sisi, lakini yeye aliweza kushinda. Hilo jaribu leo nalo, kumbuka kwamba ni njia ya kufikisha mbinguni, unapaswa kuishinda. Tutashinda kupitia wote kwa njia ya imani. Tuongeze bidii. Sifa ya bidii tuhakikishe kwamba tunakuwa nayo, kwa sababu sifa hiyo ni rahisi sana kurudi nyuma. Ndio maana sasa kuna maandiko machache ambayo yanatuambia kama Habakuki sura ile ya 2 na ule mstari wa 3 anasema maono haya bado ni kwa wakati ulioambiwa, lakini yatafika, yangoje. Maono haya bado ni wakati ulioambiwa, lakini yatafika wala hayatachelewa. Isaya 40 na ule mstari wa 40 na ule mstari wa 31, Biblia inasema bali wale wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watakuwa kama mbawa za tai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watapaa kama mbawa. Bwana Yesu asifiwe. Unamjua tai alivyo, anapopaa kwa mbawa zake. Ndipo mtu ambaye anakuwa anapitia katika maombi, ambao naye atapaa kama tai anavyopaa. Bidii inatupa mbawa za kuweza kupaa katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Waebrania 10:36 nasema kwa maana mnahitaji saburi ili mkisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Tunahitaji saburi. Saburi ni bidii, uvumilivu, subira ili kusonga mbele. Sifa ya mtu wa maombi, ndugu zangu katika Kristo, katika Bwana, ni bidii. Bidii ndio inakufanya uombe. Bidii ndio inafanya uje kwenye mkesha. Bidii ndio inafanya kujichaka kwa mambo ya Mungu. Hata pale umechoka lakini bado utasonga mbele. Ni kwa sababu una ile sifa inaitwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia bidii ni msimamo wa moyo unaoonyesha imani katika tabia ya Mungu, si katika matokeo ya haraka. Bidii ni msimamo wa moyo unaoonyesha imani katika tabia ya Mungu,
si katika matokeo ya haraka. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu atazame tu yale majibu ya haraka. Ama si vibaya sana Mungu kujibu kwa haraka, lakini namna Mungu anavyokwenda ni tofauti kidogo na namna mapenzi yetu jinsi yalivyo. Wakati mwingine Mungu anatazama imani yetu ndani. Je, bado tutaendelea kumwamini Mungu? Kwa sababu katika tabia asili ya Mungu, yeye Mungu ni Mungu wa utaratibu, kwa namna ambavyo yeye anaona. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye bidii aangalie mazingira. Kwamba katika maombi nimeomba muda mrefu, au nimeomba kwa namna fulani, niwe na maisha fulani, lakini bado nimeona bado ninaendelea kuteseka. Mbona hata bado labda nakosa hata haja ya kuwapeleka watoto shule. Bwana Yesu asifiwe. Mbona naomba lakini bado hata ile kula kwangu bado haieleweki. Mbona wengine wanaomba ambao si wanaombi lakini na maisha mazuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hata wengine wakaanza kukucheka. Wewe unajifanya una maombi lakini mbona maisha yako hayabadiliki? Lakini mtu mwenye maombi aangalie maneno ya watu. Yeye anamtazama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba bidii tutakumbana na changamoto mbalimbali. Sisi tutakuwa watu wenye tabia ya Mungu, tutaangalia mazingira. Katika kipengele hiki tutaangalia kwamba mtu mwenye bidii anajua kuwa Mungu ni mwaminifu hata kama mazingira yake ya Bwana yaona hayaoneshi yale matokeo anayotarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bidii haijengwi juu ya hali ulionayo, bali inajengwa juu ya tabia za Mungu. Kama yeye Mungu ni mwaminifu, hatajibu hata pale ambapo tunaona matokeo hatuyaoni. Tunamkumbuka Ayubu pia. Katika ile Ayubu 19:25 anasema najua mtetezi wangu yu wapi. Atasimama, karibu atasimama, najua atanitetea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu alifika katika kipindi kigumu sana. Lakini haya maneno yote ambayo tumejifunza katika ile Ayubu 13:8 na Ayubu 19:25, yote yanaonyesha namna ambavyo Ayubu alikuwa ni mtu mwenye imani. Alimwamini Mungu kwamba anajua mtetezi wake hajafa. Anajua kwamba Mungu anamtumaini hajafa. Yeye si mwanadamu. Anajua hatasimama tu niwe hai au niwe nimekufa. Najua hata katika ulimwengu huu, lakini huko mbinguni nitapokea taji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea kuomba si kwa sababu ya mazingira tuliona, ni kwa sababu tunamwamini Mungu. Kama ambavyo Ayubu alisema, najua utetezi wangu yu hai na karibu atasimama. Timotheo wa pili, ile sura ya 2 na mstari wa 13 inatuambia kama sisi hatuamini, yeye ni mwaminifu, kwa yeye hatadumu. Yeye hategemei uaminifu wetu sisi. Yeye anabaki wa kuaminiwa. Hata kama sisi bado tutaacha kumwamini, lakini yeye atadumu katika kuaminika. Kwa hiyo mtu mwenye bidii anaamini kabisa kwamba yeye Mungu, yeye hatabaki kwa mwaminifu, na kama hawezi kujikana mwenyewe. Uaminifu wake hawezi kupigana na asili yake ya kiungu. Yeye atabaki kwa Mungu. Tabia ya bidii lazima mtu yote wa Mungu mwenye maombi lazima tuwe nayo. Utaona viashiria vya kukata tamaa, utaona hiyo bidii. Ni pale ambako utaomba mara moja utaacha. Utaomba kidogo kusonga mbele utaanza kurudi nyuma. Utaanza hali fulani ya ndani ya kukata tamaa. Mbona umejitahidi sana? Mbona wengine hawaji kwenye maombi? Na wewe si waache tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe umechoka. Hata kama utabaki peke yako, wewe utamtazama Mungu, hautatazama watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anaomba kwa udhabiti kwa sababu anajua Mungu usikia kilio cha watoto wake. Yoyote mtu mwenye bidii anajua kabisa kwamba Mungu anasikia kilio chake cha watoto wake. Ukisoma katika Luka 18:7 Yesu anasema, na Mungu je, hata hapo haki wateule wake wao wanaomba usiku na mchana? Hapa Yesu anatufundisha katika Luka 18 ambapo anasema kwamba imewapasa wanadamu kuomba siku zote bila kukata tamaa. Akatolea mfano kwamba ikiwa nyinyi ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vipawa vilivyo vizuri. Mtu akikuomba, mtoto akikuomba mkate, huwezi kumpa jiwe.
na akikuomba samaki uweze kumpa nyoka. Je, kama nyinyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu ambavyo ni vizuri, si zaidi sana Baba yenu wa mbinguni hata acha kuwapa wale wanaomlilia usiku na mchana, hata acha kuwapa thawabu, hata acha kuwapa Roho Mtakatifu, hata acha kuwashibu, hata acha kuwabarikia, hata acha kuwapa neema, hata acha kuliacha jina majina yenu katika kitabu cha mbinguni wale wanaomlilia usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Yesu anatufundisha hapa kwamba bidii inafanya kwamba ametupa hakikisho kwamba Mungu anasikia na Mungu atajibu. Mungu hapa anaonyesha hathamini, haangalii sana maombi haraka. Anasema hata acha kwa wale wanaomlilia usiku na mchana. Anaamini kwamba wapo watu wenye bidii ambao watamlilia usiku na ambao watamlilia mchana. Siku zote watamlilia usiku, watamlilia mchana. Anasema je, hata acha kuwapa wale wanaomlilia usiku na mchana. Wale wanaonyesha bidii kuomba hata katika nyakati ambazo mwili unakataa. Yesu anasema mwenyewe ya kwamba roho hii lazi lakini mwili ni dhaifu. Ni kitu gani ambacho kinashinda mwili ili nao uwe na nguvu kama roho? Ni bidii. Leo tutaomba ili bidii tuwe na hiyo hali. Kwa hiyo Mungu hapuuzi hata zile sauti tunazolia. Pale unapolia, unapoamka na kumwambia Mungu, tazama katika haya napitia, Mungu unajua. Lakini pamoja na mambo yote ambayo unakuwa unapitia, lakini bado unampa Mungu shukrani. Lakini pamoja na mambo yote haya, bado mimi Bwana nakutegemea. Kama Ayubu, unafikiria yuko katika hali aliyokuwa nayo hii, lakini bado anatoa maneno ya shukrani ndani ya moyo wake. Ayubu ambaye alikuwa katika hali ambayo haitamaniki, Ayubu ambaye mwili mzima ulikuwa utamaniki, amejaa machipu tena makubwa, hakuna hata siku kwa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale ambao walikuwa wanamheshimu wanaanza kumtukana. Wale watu ambao walikuwa wanamuona thamani, kila mmoja alimuona afai. Hata rafiki zake walipoona waje kumtembelea, wote nao wakamwona mtazamo, Mungu asingempiga vile kama asingekuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado Ayubu maneno aliyoyatoa, anasema ya kwamba najua mtetezi wangu yu hai. Najua mtetezi wangu yu hai. Na katika ile kitabu cha Ayubu 13:8 anasema najua utaniua. Sina tumaini, lakini hata hivyo nitathibitisha njia yangu mbele. Nitabaki nimesimama hata nitapokufa, sitakukana. Bado nitakiri uaminifu wako katika maisha yangu. Hata kama ninapita hali hii mpaka kufa, lakini najua wewe utaniinua tena baada ya mauti. Ndivyo bidii ya mtu wa Mungu ambaye anaposimama. Bado sisi tunatakiwa tumuombe tuwe na hiyo bidii. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema tuwe waaminifu hata kufa. Tuwe waaminifu hata kufa. Sasa jaribu dogo tu sisi tunamwacha Yesu. Jaribu dogo tu tunamwacha Yesu. Muumini wa kweli apime uhusiano wake kwa majibu anayopokea. Mtu yote anampenda Yesu apime uhusiano wake na Yesu kwa majibu anayopokea anapoomba. Anapima uhusiano wake na Yesu kwa ule uaminifu wa kusubiri katikati ya kusubiri majibu. Bwana Yesu asifiwe. Muumini wa kweli na Kristo kweli hapimwi tu kwa sababu anapokea majibu, bali anapimwa ni kwa namna gani amekuwa na ule uvumilivu wa kuweza kuwa na subira ya majibu, ya kuweza kuwa na uaminifu wa Mungu hata pale ambapo hapokei kabisa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Wala hakuna majibu. Kumbuka neno moja tu kwamba kukataliwa Mungu kukataa majibu au kutochelewa kwa majibu haina maana kwamba Mungu ametukataa. Haina maana kwamba Mungu amekukataa. Bali ni njia moja wapo ya Mungu kujidhihirisha utukufu wake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapochelewesha majibu haina maana kwamba Mungu